Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukiwa katika silsila zetu za Muhammad Sunna na Muhammad Quran, tumesema kuna tofauti kubwa ya Muhammad Sunna na Muhammad Quran. Yani katika dini yetu ya Kiislamu tuko na Muhammad wawili. Leo tumwangalie huyu Muhammad Sunna yasema nini, kisha tusikie Muhammad Quran naye anasema nini. Kisha wewe mwenye kunisikia ndio uhukumu, unamfuata Muhammad yupi katika hawa wawili. Na haiwezekani kwamba wewe wafuate Muhammad wote wawili. Muhammad Sunna asema, yani Muhammad hadith asema kwamba muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'a wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wafarriqu 'alayhim fil madaji'. Hadithi kama hii utaipata katika Musnad Ahmad wa ghairuhum na wengineo. Muhammad Sunna yasema nini? Yasema kwamba muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'a, waamrisheni watoto wenu kuswali, wa hum abna'u sab'a, wakifikia umri wa miaka 7. Naam, sah. Wadhuribuhum 'alayha wa hum abna'u 10, na muwapige kwa kutoswali wanapofikia miaka 10. Kwa hivyo Muhammad Sunna anatuambia na kutuamrisha kwamba mtoto wako anapofikia miaka 10 na akiwa haswali, basi mpige. Huyu ni Muhammad Sunna. Njoo tuangalie Muhammad Quran atuambia nini. Muhammad Quran atuambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Muhammad Quran atuambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe jamaa zako bis-salati, kuswali, wastabir 'alayha, na ujilazimishe subra kutokana na hiyo swala. Kwa hivyo Mtume Muhammad Quran atuambia wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Hakusema wadhribuhum, hajasema wapigeni, la, kama ilivyokuja katika hiyo hadithi. Hajasema kwamba waueni kama walivyosema al-aimma watatu, Shafi'i, Maliki na Hanbali. Wao wasema kwamba tariku salat yuqtal, huuliwa. Tariku sala anauliwa. Sio kama alivyosema Abu Hanifa kwamba tariku salat yuhbas, hufungwa mpaka aswali. Wastabir 'alayha, hivyo ndio alivyosema Muhammad Qur'an. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati unapomwamrisha mtoto wako kuswali na asiposwali wampiga, ama wampiga kwa sababu hakuswali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada kama hiyo hana haja nayo. Mwenyezi Mungu anataka mtu afuate maamrisho yake na ajiepushe na makatazo yake bimahdhi iradatihi, kwa kutaka mwenyewe, sio kwa kulazimishwa, la abadan. Huna hisabu yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapofuata ibada kwa kulazimishwa. Unapoambiwa ukitoswali utapigwa, ukienda kuswali, wenda kuswali kwa sababu baba atanipiga, kwa sababu usitopewa chakula, kwa sababu nitafukuzwa nyumbani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada kama hiyo haikubali, hata uswali mahali popote, iwe ni Maka ni wapi, Mwenyezi Mungu haikubali. Swala kwa kulazimishwa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si swala pekee yake, kitu chochote katika dini unapokuwa unalazimishwa ikrahan, Mwenyezi Mungu haikubali kabisa. Kwa hivyo vipi leo tuambie wadhuribuhum 'alayha wa hum abna'u 10, wapigwe kwa sababu ya swala? Kwa hivyo mtoto anaenda kuswali kwa sababu babake asimpige. Mwenyezi Mungu ibada kama hiyo haikubali, ambapo tunatakiwa watoto wetu tuwafundishe kwa hikma namna
wawe na mahaba ya kwenda kuswali, sio kwa kuwahofisha, la, yataka tuwapatie maneno ya hikma, kuambia kwamba swala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni katika amri ya Mungu, na Mwenyezi Mungu yeye ndiye alokuumba, yeye ndiye anayekupa riziki. Kwa hivyo lazima tufuate amri, maneno ya hikma, lakini sio kuwapiga ili waende wakaswali, la, itakuwa yaswali mtoto na yainukia, na atainukia anafuata ile, sio kwa kutaka yeye, la, ni kwamba mazoea, amezoea kwamba mimi toka mdogo, nilipokuwa mdogo nikiwa siswali mimi hupigwa. La, Mwenyezi Mungu anataka mtu amuombe kwa kutaka yeye, kwa moyo wake uwe umekubali jambo kama hilo. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil-urwati al-uthqa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia la ikraha fi ddin, yani katika dini, fi ddini, ndani ya dini hakuna ikrah, hakuna kulazimishana. Vipi leo uje kutuambia kwamba Muhammad sunna yasema kwamba wadhribuhum alaiha? Mwenyezi Mungu atuambia la ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, hakika imeshapambanuka, imeshabainika ar-rushd na ghayy, uongofu na upotevu umebainika. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi, sikiza hapa Mwenyezi Mungu anakuambia faman yakfur bit-taghuti, yule mwenye kupinga taghut. Taghuti maana yake ni jabarut, udikteta, kulazimisha watu katika dini. Sasa Mwenyezi Mungu anakuambia ukikufuru, yani ukipinga udikteta, wa yu'minu billahi, na ukamwamini Mwenyezi Mungu, faqad istamsaka bil urwati al-uthqa, wewe umeshikana na ile kamba ambayo kwamba iko madhubuti. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba faman yakfur bitaghuti, ukufuru taghuti, ujabaruti, udikteta, ikraha, la, hakuna katika dini. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya nyingine atuambia illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonesha amali gani anaikubali. Asema illa man ukriha, illa yule ambaye kwamba mwenye kulazimishwa, wa qalbuhu mutma'innu bil imani, na akili yake imetulia katika imani. Yani amaanisha nini Mwenyezi Mungu hapa? Asema yule ambaye kwamba atakayelazimishwa jambo la kumkufurisha Mwenyezi Mungu, tuseme amtukane Mungu, aambiwe ashikiwe gani, aambiwe usipomtukana Mungu tutakuwa, ama usipofanya jambo lolote, yani kulazimishwa kwa jambo lolote kumkufurisha Mwenyezi Mungu, akalazimishwa alifanye kwa lazima, ama atadhuriwa. Mtu kama yule atakapolifanya jambo kama lile, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hamuhisabu mtu kama huyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu amelazimishwa, sio kutaka kwake yeye. Akili yake, imani imetulia kwenye akili yake, ile ni sababu kwamba amelazimishwa, ndo amelifanya jambo kama lile. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema huyo hamuhisabu. Na ndio vile vile yule mwenye kuamrishwa kwenda kuswali, kuamrisha kufanya ibada kwa lazima, ikrahan, Mwenyezi Mungu haikubali swala yake wala ibada yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu amelazimishwa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka amal ya yule ambaye kwamba mwenye kufanya awe amefanya yeye mwenyewe kwa kutaka yeye mwenyewe, sio kwa kulazimishwa na yoyote. Kwa hivyo hapa tumeona kuna tofauti ya Muhammad Sunna na Muhammad Qur'an. Muhammad Sunna atuambia kwamba tuwapige watoto wetu wasiposwali, lakini Muhammad Qur'an atuambia kwamba la, wastabir alaiha, muwe na subra kwa jamaa zenu mnapokuwa mnawaamrisha kuswali. Mujilazimishe subra kwa jamaa zenu wakati mnapokuwa mwaamrisha kuswali, wala musiwapige, wala musiwaue, wala hajasema wala muwafunge jela, la, wastabir alaiha. Kwa hivyo ndugu Muislamu, wewe unamfuata Muhammad yupi? Muhammad Sunna ama Muhammad Qur'an? Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.